Yohana Mtakatifu sura ya 10 na ngapi? 14. Biblia inasema hivi, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, ni aminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi tunaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba yangu ila kwa njia ya mimi. Kama mungalinijua mimi, mungalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwako pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wasemaje, utuonyeshe Baba? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Maana nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Na nikienda kuandalia mahali, nitarudi tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi na nyinyi muwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe. Jamani, Yesu asifiwe. Yesu akiwa na wanafunzi wake anawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Maana nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi. Alisema nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi. Sio kwamba makao hayapo, makao yapo mengi, si ndio? Muna makao. Anasema kama sivyo ningeliwaambia. Manake kama makao yasinga kuwako ningeliwaambia, kwa naenda kuandalia mahali, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Bwana Yesu asifiwe. Tena nasema nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Ukisoma vizuri Biblia, ukisoma kwa maana ya kuelewa Biblia, utaelewa kwa nini Yesu anawaambia wanafunzi msifadhaike mioyoni. Na kwa usomaji mzuri wa Biblia, ukiona Biblia kama watu nasema msifadhaike, ina maana ya kwamba hiyo habari haijaanzia hapa, sawa? Kuna sehemu imefanya nini? Imeanzia hapa, ni mwendelezo wa habari. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili ujue kwa nini walifadhaika na kulikuwa nini mpaka, kwa sababu mtu mpaka fadhaike, maana yake kuna kitu, si ndio? Huwezi kaanza kufadhaika tu, lazima kuna jambo ambalo limekufadhaisha. Na Yesu sasa anawaambia msifadhaike, maana yake walifadhaika. Sasa kitu gani kilifanya wafadhaike? Ukitaka uelewe, unaanza sura ya 13 ya kitabu cha Yohana. Unaona maneno mengi Yesu anasema na wanafunzi wake. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Anasema kadhalika anawaambia leo, kama nilivyowaambia Wayahudi, leo anawaambia hii. Sawa? Mtanitafuta wala hamtaniona, na ninakwenda nyinyi hamwezi kuja. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kuambia maneno mengi, anasema sasa kwa nawaambia amri mpya na wako mpendane. Sawa? Kama vile Baba alivyonipenda na mimi nawaambia mpendane. Sawa? Muwe na umoja, mpendane. Anasema ndipo ulimwengu wote utakapotambua ya kuwa nyinyi ni wanafunzi wangu, baada ya kupendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi maneno ya kuwaaga. Hii ni wiki ya mwisho kabisa. Yesu anakwenda kutiwa mikononi mwa watesaji. Yaani Yesu anakwenda kusalitiwa, sawa? Wiki ya mwisho ya Pasaka. Kwa Yesu anawaaga wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Baada Yesu kuambia maneno mengi ya kuaga, ya kuambia kadhalika kama nilivyowaambia Wayahudi, leo anawaambia nyinyi mtanitafuta hamtaniona, na ninakwenda hamwezi kufanya nini? Hamwezi kuja. Anawaambia amri mpya nawapa, mpendane, msigombane. Bwana Yesu asifiwe sana.
msigombane, mpendane, mimi naondoka na ninakoenda hamwezi kuja. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia sura ya 13 mstari wa 36, Biblia inasema Simon Petro akamwambia Bwana, unakwenda wapi? Akamwambia Bwana, unaenda wapi ambako sisi hatuwezi kuja? Unaenda wapi? Yeye akamjibu, niendako hamwezi kunifuata sasa, sawa, lakini utanifuata baadaye. Sawa. Akamwambia Petro, ninakoenda leo huwezi kunifuata, sawa, ila baadaye utafanya. Maana yake ninakoenda kunatakiwa niende peke yangu, sawa. Unajua Petro alikuwa ni mwanafunzi ambaye alikuwa anampenda Yesu, sawa, na hakutaka achane na nani, na ndio mwanafunzi peke yake aliyefuatilia mpaka mwisho kabisa, sawa. Kwa nini? Kwa sababu hakutaka Yesu apate shida, hakutaka Yesu ateseke. Ndio maana hata wakati mwingine wanapokuja kumkamata Yesu, Petro alijaribu kupambana, sawa. Alichukua upanga wake akamkata mmoja wa askari sikio, sawa, kuonyesha kwamba yuko tayari kumpigania Yesu, yuko tayari kuingia vitani ili tu Yesu asikamatwe. Lakini Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga wako, sawa. Mimi sijaja kupigana vita, sawa. Ningekuja kupigana vita, ningeamurisha jeshi la mbinguni lingekuja, sawa. Ufalme wangu si wa duniani, sawa. Ufalme wangu si wa duniani. Baada ya kuambia maneno mengi, Yesu aliona wanafadhaika, wakavunjika nini? Moyo. Maana walizoea kuwa na Yesu, walijua msaada wao ni nani? Ni Yesu. Aliwapa chakula, aliwatetea, aliwaponya magonjwa, aliwafungua. Sasa leo anasema anaondoka na ninakwenda hamwezi kuja. Lazima wafadhaike. Unajua kama wewe ni mtoto una baba yako, yani ni watoto mna baba. Siku moja baba anawakusanya wote, sawa, anawaita nyumbani, anawakalisha, anasema watoto wangu si wanangu. Sasa anawaambia, anaanza kuambia wewe mkubwa, anakwambia wewe mkubwa, usiwatese wenzako, sawa. Anakwambia shamba fulani liko sehemu fulani, lile shamba utampa mdogo wako fulani, sawa, na mmoja fulani niliweka kwa fulani, si ndio? Anakwambia mali alikoweka, yani anaongea maneno ambayo una akili huwezi kufurahi eti. Yani kama una akili haufurahi, ila kama haziko zote unafurahi. Nasema baba amenipa urisi. Mtu mwenye akili anajua maneno haya baba anaongea maana yake anataka kufa, sawa. Maneno ya kuaga anaondoka, si ndio? Sasa ndivyo Yesu alivyowaambia wanafunzi. Baada ya kuambia wanafunzi maneno ya kuaga, wale wanafunzi wakaanza kufadhaika, mioyo yao ikavunjika. Yesu alipoona wamefadhaika, ndipo sura ya 14 ya Yohana Yesu anaanza kuambia, jamani, msifadhaike mioyoni, ninakoenda naenda kuandalia nini? Sio makao. Na kosa linapoingia, walimu wengi wanafundisha Yesu alienda kuandaa nini? Yesu hajawahi enda kuandaa makao. Biblia inasema Yesu alisema naenda kuandalia mahali, sio makao. Na watu wengi wamezoea, na walimu wengi wanasema Yesu alisema naenda kuandalia makao. Hivi Yesu alisema naenda kuandaa makao? Yesu alisema makao ni mengi, sawa. Mimi naenda kuandalia mahali. Sawa na mtu leo anaenda Dar es Salaam, anasema bwana, guest zipo nyingi, nyumba za geni zipo, ila anaenda kukuandalia nyumba nzuri ya kulala, sawa. Ina maana ana maana ya kwamba nyumba zipo nyingi, yeye anatangulia kuandaa nyumba nzuri, sawa, ila zipo. Biblia Yesu anasema makao ni mengi, ila anaenda kuandalia mahali, na nikishawaandalia mahali nitarudi tena niwakaribishe kwangu. Na hapa watu wengi na walimu wengi wanafundisha kwamba Yesu alisema atarudi atuchukue. Yesu hajawahi sema anakuja kutuchukua, sawa. Yesu anasema nitarudi niwakaribishe kwangu, sawa, ili nilipo mimi na nyinyi. Unajua iko tofauti ya kuchukuliwa na tofauti ya kukaribishwa. Mtu anayekukaribisha maana yake anakupa kuamua, sawa, kwamba ndio ama anayekuja kukuchukua. Hata kama utaki anakubeba, si amekuja kukuchukua.
lakini anayekukaribisha anakupa mwaliko. Bwana, karibu kwenye sherehe sana. Kama una muda unakubali, huna muda unakataa, na ukikataa hakufungi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu anasema nikienda nikiandaa nitakuja niwakaribishe kwa ili nilipo mimi na nyinyi mwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nini tunataka tuangalie hapa? Hapa pana mafundisho mengi yasiyo sawa. Sawa. Watu wanafundisha Yesu alisema alienda mbinguni kuandaa makao. Sawa. Na alisema akishaandaa atakuja kutuchukua. Kwa watu mpaka leo wanasubiria Yesu aje wachukue. Wanasubiria Yesu aje wachukue, alienda kuandaa mbinguni makao. Lakini lengo la Biblia, Yesu hakuwa anaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu hakuna mahali alisema anaenda kuandaa mbinguni, hapana. Yesu alisema anaenda kuandaa mahali, makao ni mengi. Na nikishawaandalia mahali nitarudi niwakaribishe kwangu. Ili nilipo mimi na nyinyi muwepo tu. Unaona sasa kuna watu mpaka leo wanasubiria Yesu aje wakaribisha, alishaenda kuandaa mahali. Wanasema atakuja kutuchukua. Wanaongeza na mkazo atakuja kufanya. Unajua watu wanapenda kuchukuliwa. Watu wanapenda kuchukuliwa. Kwenda mbinguni wanatamani sana. Ndio maana wanaimba nyimbo, natamani kwenda juu. Unatamani kwenda juu. Tamani kuishi duniani ufanye kazi ya Mungu. Sio unatamani kwenda juu na hapa duniani hujafanya kazi. Wengine nasema baada ya kwenda huko juu, baada ya kazi yako ni malipo. Sasa wewe unakuja leo unaimba hivi, natamani kwenda juu. Wanakuuliza umefanya nini? Hakuna kazi ya Mungu uliyofanya. Wewe unatamani kwenda wapi? Na ukifa wako wataalamu wa maneno ya makaburini wanafika. Wenzetu wamemaliza kazi. Tungejua huyu hajamaliza kazi, amekimbia kazi. Hajafanya kazi yoyote, alafu leo tunakuja amemaliza nini? Amemaliza kazi. Yeye amemaliza tabu, hajamaliza tabu. Yawezekana anapoenda anakutana na tabu kubwa. Kwa sababu kama hujafanya kazi ya Mungu, unapoenda ni tabu. Unapofanya kazi ya Mungu leo, unajitengenezea maisha, sawa? Sasa mtu leo hajafanya kazi, amemaliza kazi. Mwenzetu ametangulia mbele ya nini? Ni haki. Natamani kwenda wapi? Ndio maana mimi mwenzetu nishaanza kuimba nyimbo, natamani kwenda wapi? Watu wengine hawanielewaji, wanasema hana imani. Kweli na sitamani kwenda juu. Kama wewe unatamani kwenda juu, tamani. Lakini mimi bado muda wa kutamani kwenda. Kama nitaenda, Mungu apende yeye, lakini sio nimlazimishe Mungu. Natamani kwenda wapi? Unaenda juu kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Wanaweza kuna watu wanaimba natamani kwenda wapi? Lakini ikifika siku ya kwamba Mungu amchukue ile juu, anaanza kukataa tena. Anasema jamani, nipelekeni fisi. Uniimba unatamani kwenda juu. Na ili uende juu lazima ufe. Leo watu wanaimba natamani kwenda juu. Kama natamani kwenda juu, nenda pale lori inapita, ukajitupe kwenye lori. Dakika moja mbinguni. Unaona mtu akiona lori anakimbia huyo. Sio ulitamani kwenda juu. Kwa unaanza kuona kwamba watu wengi wanaimba nyimbo ila hawajui maana wanachoimba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndio wale kila anachosoma hapa anasema Yesu alisema nakuja kutuchukua. Mimi nakwambia Yesu hakusema nakuja, alisema nitakuja niwakaribishe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali, hapa Yesu alikuwa anaenda wapi? Si ndio? Yesu alikuwa anaenda, maana alisema anaenda kuandalia wapi? Mahali. Hiyo mahali alikuwa anaenda kuandaa wapi?